Yes, ni aje mambo ni gani? I hope uko poa na unaendelea vizuri na kile ambacho umekuwa ukikifanya. Shoutouts za nguvu zije kwako kwa kuwa umefanya chaguo noma kabisa kuweza kuamini kwenye kile ambacho tumekuwa tukihakikisha tunakiwasilisha kutoka kwako, lakini pia umekuwa ni mmoja kati ya wanafamilia ambao wamekuwa kifuatilia channel hii na kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo pamoja na burudani. Share pamoja na washikaji zako waweze kusanuka na kile ambacho kimekuwa kikiendelea kuhusiana na masuala mbalimbali ya kimichezo pamoja na burudani. Kubwa zaidi tunatazama kile ambacho kilizungumzwa baada ya mchezo wa mwisho kati ya wanalambalamba Azam FC wakiwa ugenini dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Simba kikubali kichapo cha mabao 2-0 dakika za jioni 80 pale, tukiwa na Nasr Saadun akija kufanya mabadiliko makubwa pamoja na James Akaminko katika dimba la kati pale mwishoni. Mambo yakatokea vile Kitambala Jaffe Kitambala Bola akaamua kutupia kamba, lakini pia tukamshuhudia Idi Suleiman Nado naye pia akiandikia maumivu mawili kwa upande wa Simba. Ni dozi ya kutwa mara mbili walipata wekundu wa Msimbazi wakiwa nyumbani katika dimba la Benjamin William Mkapa. Sasa matukio mbalimbali yajitokeza kwenye mchezo ule kiasi cha kupelekea watu kuweza kuibua mijadala mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii, na mjadala mkubwa alikuwa ni kuhusiana na nidhamu ya Jonathan Soa ambaye sio mara moja na mara mbili watu wamekuwa kizungumza nidhamu yake kutokuonekana kuwa vizuri, hasa kwenye michezo ambayo inakuwa na pressure kubwa. Tulimshuhudia kwenye mchezo ambao Singida Black Stars walicheza na Simba pale katika dimba la KMC Complex msimu uliopita, akiweza kugombana na mashabiki akawarusha mpaka kile kibendera cha pembeni. Tukaja kumshuhudia pia kwenye mchezo dhidi ya Yanga finali ile, akiweza kuikosi timu yake na kuweza kupata kadi ya nyekundu baada ya kuweza kumchezea madhambi, lakini pia ndio sababu kede zilikuja kuibuka hapo na kuonyesha kwamba ndio sababu pia ya wananchi kuamua kumtema na kutokutaka kumsajili, licha ya kwamba alivyotua Singida Black Stars alikawazi kwamba yeye anamhusudu sana Engineer Harris Said kama mshua wake. So lilikuwa ni swala la muda tu kuweza kumshuhudia kitua pale Jangwani, na kama unavyojua yani uhusiano wa Yanga na Singida ni kama pete na kidole. Yani wamekuwa wakijichukulia sana master wengi sana pale Singida. Tulimshuhudia Faisal Sale, tulimshuhudia kocha Hamdi Miludi, tumeshuhudia pia akichukuliwa Israel Patrick Mwenda na wengineo wengi ambao wamekuwa wakitoka Singida Black Stars na kwenda Jangwani kwenda kuitumikia timu hiyo wakati ambao timu inapitia changamoto kadha wa kadha. Lakini pia ilipelekea pia baadhi ya watu kusema kwamba kuna mchezo mmoja ambao Yanga walishinda, kikosi karibia 80% kilibadilika na kupelekea Yanga kushinda tu, akasema Beka na Bakari kuna namna mambo yameweza kufanyika na vitu kama hivyo kuweza kutokea. Sasa turudi kwenye mjadala wetu kuhusiana na Jonathan Soa na nidhamu yake pale Msimbazi. Imeendelea kuonyesha kwamba jamaa ana matatizo. Kadi nyekundu ambayo alipata kwenye mchezo wa FA ulisababisha kukosekana kwenye mchezo wa Ngao ya Jamii ambao Simba walikubali kichapo, walikubali kupoteza Jonathan akiwa nje, na hili ambalo limeenda kutokea pia linapelekea huenda akakosa kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo ambayo inakuja tarehe 1 mwezi wa 3. So tutazame kile ambacho bodi ya ligi imeweza kukiandika ikiwa inatoa taarifa kuhusiana na kile ambacho kimeendelea katika ligi ya soka Tanzania bara kabla ya kuweza kusimama na kupisha mashindano ya AFCON ambayo yameanza maandalizi sehemu mbalimbali huko duniani. So kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi kuu Tanzania bara TPLB katika kikao chake cha Disemba 15 ilipitia mwenendo wa matukio mbalimbali ya ligi na kufikia maamuzi yafuatayo. Namba 1, mechi kati ya Singida Black Stars dhidi ya TRA. Mchezaji Khalid Aucho wa Singida Black Stars mkoani Singida amefungiwa michezo 5 na kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kitendo cha kisicho cha kiwana michezo cha kumsukuma mchezaji Adam Odamu wa klabu ya TRA wakati wa mchezo tajwa hapo juu ambao Singida walipoteza kwa mabao 3-1. Bao la Clatous Chota Chama ndo aliweza kufunga hapo kwa mkwaju wa penalti. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 41 kifungu cha 21 ya ligi kuu kuhusiana na udhibiti wa wachezaji. Mwamuzi wa mchezo kati ya mchezo tajwa hapo juu Alex Pancras kutoka Dar es Salaam amepewa onyo kali kwa kosa la kushindwa vyema kutafsiri
sheria za mpira wa miguu na kushindwa kuchukua hatua stahiki kwa kitendo cha ukiukwaji wa sheria za mpira wa miguu kilichofanywa na Khalid Aucho. Kwa hiyo ni mwamuzi pia naye ameweza kupewa onyo kali. Sasa mchezo mwingine ndio hapa unamhusu Jonathan Soa. Mchezo namba 031 Simba ikipokea kichapo cha mabao 2-0 dhidi ya wanalambalamba Azam FC. Mchezaji Jonathan Soa klabu ya Simba ya mkoani Dar es Salaam amefungiwa michezo mitano na kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kufanya kitendo kisicho cha kiwana michezo wa kumpiga kiwiko mchezaji Himidi Mao wa klabu ya Azam FC wakati wa mchezo tajwa hapo juu. Adhabu hii kwa mujibu wa kifungu cha hiyo 41 sehemu ya 21 ya ligi kuu dhibiti wa michezo. Mchezaji Alassane Kante wa klabu ya Simba mkoani Dar es Salaam naye amepigwa michezo mitano, amefungiwa michezo mitano na faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kufanya kitendo kisicho cha kiwana michezo kwa kumpiga teke kwa makusudi mchezaji Faisal Salum wa Azam FC wakati wa mchezo utajwa hapo juu. Adhabu hiyo ndio hivyo. Mchezaji Alassane Kante wa klabu ya Simba amefungiwa michezo mitano na faini ya shilingi milioni 1. Tayari imeweza kuelezwa hapo. Mwamuzi wa mchezo wa kati hapo juu Abdallah Mwenye Mkuu kutoka Singida ameondolewa kwenye orodha ya waamuzi kwa mizunguko mitano kwa kosa la nadhani ni kosa la kushindwa kutafsiri. Kwa kosa la kushindwa kutafsiri vyema sheria za mpira wa miguu na kushindwa kuchukua hatua kwa vitendo vya ukiukwaji wa sheria za mpira vilivyofanywa na wachezaji Jonathan Soa pamoja na Alassane Kante katika mchezo huo. So zile adhabu za Soa pamoja na Alassane Kante pia zimeweza kuangukia na hawa